Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kukusogezea mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club, wakiwa wanajiandaa na msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-27, ambapo kumbuko Simba watakwenda kushiriki michuano ya ndani wakianzia fainali ya ngao ya jamii dhidi ya watani wao Yanga, ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa ni sehemu ya uzinduzi wa ligi kuu ya NBC kwa msimu mpya 2026-27. Lakini Simba watakwenda kushiriki ligi kuu ya NBC. Michuano mingine nje ya Tanzania watakwenda kushiriki michuano kama Muungano, Mapinduzi, bila kusahau watashiriki michuano kama kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kuelekea msimu huo mpya, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kinajifua nchini Rwanda chini ya kocha mkuu Steve Barker, raia wa Afrika Kusini, ambapo tunaona walikwenda pale nchini Uganda na kuweza kushiriki michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026, ambapo Simba sote tunafahamu walikuwa katika kundi B linaloundwa na Mogadishu, ama wapo na timu ya Jamus kutokea pale katika nchi ya Sudani Kusini na Singida Black Stars kutokea katika nchi ya Tanzania. Mpaka hivi sasa tunavyoongea, Simba washacheza michezo miwili na michezo yote hiyo wameweza kutoa sare ya 0-0, kwa hiyo wana alama mbili. Lakini bila kusahau Simba Sports Club wanatarajia kucheza mchezo wa mwisho dhidi ya Singida Black Stars. Lakini kilichotuleta mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho inaendelea kwa mchezaji Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini michuano hii mikubwa ya Sekafa Kagame Cup inaendelea, lakini Elie Mpanzu si sehemu ya kikosi, si sehemu ya wachezaji ambao wamesafiri na kikosi cha Simba, kwa sababu kiangalia mpaka hivi sasa tunavyoongea Elie Mpanzu hajaweza kuungana na wachezaji wenzake pale nchini Rwanda. Watu wengi wanaona kwamba huenda nyota huyo ameanza ile timu lake la kutaka kuondoka ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Sasa habari ni kwamba Elie Mpanzu bado ana mkataba na klabu ya soka ya Simba, ambapo mkataba wake unatarajia kumalizika mwaka 2028 mara baada ya kusaini kandarasi mpya ya kuendelea kutumikia klabu ya soka ya Simba. Sasa ni sababu zipi ambazo zinamfanya Elie Mpanzu kushindwa kuungana na wachezaji wenzake wa klabu ya soka ya Simba? Sasa story imekaa hivi: wakati klabu ya soka ya Simba Sports Club ikiendelea kupitia kipindi kigumu kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 nchini Rwanda kufuatia kushindwa kupata matokeo ya kuridhisha katika michezo yake miwili ya kwanza, swali kubwa mashabiki wengi limekuwa kuhusu hatima ya winga wao Elie Mpanzu Kibisawala, huku safu ya ushambuliaji wa Wekundu wa Msimbazi ikionekana kuhitaji ubunifu na kasi ya ziada ili kupata matokeo chanya uwanjani. Matumaini ya kumwona Mpanzu akitua Kigali, Rwanda kusaidia jahazi hilo sasa amegonga mwamba rasmi. Licha ya jitihada kubwa na za makusudi zilizofanywa na uongozi wa Simba Sports Club kuhakikisha mchezaji huyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anapata visa na kusafiri kuelekea Rwanda, safari hiyo imeshindikana kabisa kutokana na hali na sababu za kisiasa zilizopo kati ya nchi hizo mbili, yani Rwanda na DR Congo. Kutokana na changamoto hizo za kidiplomasia zilizo nje ya uwezo wa klabu ya Simba, maamuzi ya mwisho yaliyochukuliwa ni kwamba Elie Mpanzu Kibisawala hatojiunga na kikosi kilichopo Kigali, Rwanda kwa ajili ya michuano Sekafa Kagame Cup. Mchezaji huyo ataendelea na program maalum ya mazoezi jijini Dar es Salaam ili kulinda utimamu wake wa mwili, yani body fitness. Elie Mpanzu Kibisawala ataungana na wachezaji wenzake kipindi hicho kitakapomaliza mechi zake za Rwanda na kurejea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Kwa hiyo mdau wetu wa nguvu, tunaamini utakuwa umetupata sababu ambazo zimemfanya Elie Mpanzu kuto kuungana na wachezaji wenzake pale nchini Rwanda. Yaani mambo ya kisiasa na diplomasia ambayo yanaendelea kati ya taifa la DR Congo sambamba na taifa la Rwanda, kwa kuna migogoro ya kisiasa ambayo inamfanya Elie Mpanzu kuto kuingia katika nchi ya Rwanda. Kwa hiyo Elie Mpanzu yuko jijini Dar es Salaam, aendelea na program ambazo zinatolewa na uongozi wa klabu ya soka Simba chini ya makocha wao, ambapo kwa upande mwingine mara baada ya Simba kumaliza michuano ya Sekafa Kagame Cup na kurejea jijini Dar es Salaam, Kibisawala ataungana na wachezaji wenzake. Hopeful mda wetu umeweza kutupata, kwa story unaweza kushare na wenzako waweze kufahamu sababu za Elie Mpanzu kukosekana katika michuano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 ndani ya kikosi cha Simba Sports Club.